Moja ya jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anaifanya ni kuifungua nchi na kuiunganisha nchi. Na kasi kubwa hii ambayo tumeipata, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni pamoja na kwamba Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa dhati kabisa na ni maono yake kwamba ameamua kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika miundombinu na hasa ya barabara, akijua kwamba ukishakuwa na barabara bora unaweza ukafanya shughuli zako za kibiashara, za kiuchumi, lakini na hata za kijamii kwa haraka, kwa unafuu, lakini pia kuhakikisha kwamba vyombo vinavyotumika huko vinadumu muda mrefu. Na ndiyo maana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuwa moja ya marais bora na bingwa katika kusimamia miundombinu na kujenga miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Rukwa ni kati ya mkoa wa kimkakati ambao ndo tunaojivunia mojawapo kwamba kijiografia Tanzania tuko vizuri. Lakini kuwa vizuri kijiografia ni jambo jingine. Kinachohitajika na kuwa na miundombinu bora na thabiti ambayo itahakikisha kwamba inatengeneza huo ubora wa kijiografia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemsikia Naibu Waziri wa Uchukuzi akielezea nini wanafanya katika ziwa Tanganyika kuanzia Kigoma mpaka mwisho wa ziwa huku katika mkoa wa Rukwa. Wakati hayo yanafanyika ndani ya ziwa kuboresha na kisha kwamba wanaunganisha na DRC, lakini lazima kuwe na miundombinu sasa ambayo inapeleka mizigo kutoka nchi kavu kwenda kwenye bandari na kutoka kwenye bandari zetu kuleta nchi kavu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu na wananchi, wizara hizo zinasomana. Ndiyo maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa huu tuna barabara 4 ambazo zinasimamishwa na TANROADS ambazo zinakwenda kwenye bandari zetu za ziwa Tanganyika. Moja ni ya nchi kavu ambayo inaenda nchi ya Zambia, barabara kuu kule Kasesia, ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakandarasi wameshaanza kazi, lakini nyingine tumeshakamilisha ya lami kwenda Kasanga. Sasa katika jimbo hili la Nkasi tuna barabara 2 ambazo Mheshimiwa mbunge ameziomba zijengwe kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna barabara ambayo inaanzia hapa na Manyele kwenda Katongoro kwenye skimu hiyo ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo ameisema hadi bandari ya Kipili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hiyo tumeshakamilisha usanifu. Na kimsingi hiyo barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa tumeitengea hata budget, lakini haikupata kibali cha kuanza, lakini tayari tulishakamilisha budget na huwa tunaitengea budget kwamba in case ikipata kibali basi ianze kujengwa kwa kiwango cha lami. Ina kilomita kama 64. Lakini tuna barabara nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo inaanzia eneo linaitwa Liazumbi inakwenda hadi bandari ya Kabwe, ambayo Mheshimiwa Kienzile, Naibu Waziri wa Uchukuzi, alieleza kwamba wameshawekeza na bandari imeshajengwa huko. Barabara hiyo iko inakamilishwa kufanyiwa usanifu ili hizo barabara sasa ziweze kuhakikisha kwamba meli ambazo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu anazifungua zitakapokuwa zinafanya kazi, basi ziweze pia kuunganisha wananchi wa mkoa wa Rukwa, wilaya ya Nkasi, kufanya biashara kati yetu na watu wa huko. Lakini kikubwa sana tunatambua kwamba Tanzania, tunajua kwamba biashara yetu kubwa ni kati yetu na wenzetu wa DRC. Na hizi bandari 2 ni kati ya bandari ambazo tuna uwezo wa kupita moja kwa moja bila kupitia nchi nyingine, ikiwemo Karema, Kabwe, Kasanga, lakini pamoja na hiyo Kipili. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Ujenzi tayari tumeshaanza kufanya shughuli zote za kufanya usanifu, zingine tumeshakamilisha. Kwa hiyo tunachosubiri tu ni kibali ili hakika tuweze kuifungua. Na nina hakika Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu zile tulizoanza tumeambiwa tutazikamilisha kwanza, na nina hakika katika kipindi hiki cha 2025
hadi 30 tutakuwa tumeanza kuzijenga hizo, ikiwa itaendana sambamba na uboreshaji mkubwa wa shughuli za usafirishaji kwenye ziwa Tanganyika.